tungaliki tunaendelea na dars katika kitabu At-Tibyan fi adabi hamalati al-Quran للإمام الفقيه الحافظ المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي الدمشقي المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله تعالى وقدس روحه الطاهرة ونور ضريخه ورضي عنه في الأولين والآخرين. tulifikia albabu rabi' mlango wa 4. Anasema al-Imam katika mlango wa 4 sahih mlango wa 4 wala babu thani. Tulifikia kwenye albabu thani mlango wa pili. Qala fi tarjih al-qira'ati wal qari'i ala ghayrihima, kunako kufadhilisha kisomo cha Qur'an na msomi wa Qur'ani kulikoni kinyume na hivi vitu viwili. Yani tunapokuwa na kisomo cha Qur'ani na kitu kingine tunafadhilisha kisomo cha Qur'ani kulikoni hicho kitu. Na tunapokuwa na msomaji wa Qur'ani na mtu mwingine tunamfadhilisha nani Sheikh? Msomaji wa Qur'ani kulikoni huyu mtu mwingine. Na kwamba haya yako katika dini. Haya yako katika dini. Akasema thabata an ibn Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu. Imethibiti kutoka kwa Ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud al-Ansari al-Badri, Mwenyezi Mungu amridhie, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kwamba amepokea kutoka kwa mtume rehma na amani ziwe juu lake. Qal, mtume alisema, ya ummul qauma, awaongoze watu, awe imamu wa watu, aqra'uhum likitabillah, mwenye kukijua kukisoma kitabu cha Allah zaidi yao. Rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Abu Daud wa Nasai. Na hii mtume sallallahu alaihi wasallam kumtanguliza qari, msomaji kulikoni wengine kunako imam, ni dalili ya kumfadhilisha kulikoni watu wengine. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, na kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Mwenyezi Mungu amridhie alisema, yeye na babake, kana alqurra, walikuwa wajuzi wa kisomo au wenye kuhifadhi Qur'an. Wakati wa masahaba alqurra walikuwa wanajulikana kwamba ni watu teule ambao wanajihusisha na Qur'an, wanahifadhi na wameikusanya sana kulikoni wenzao. Na wakati wa masahaba hali ilikuwa ni hivyo hivyo. Masahaba wote hawakuwa katika Qur'ani daraja moja. Wako wenye walikuwa wamehifadhi kadhaa katika Qur'ani, wako wenye walikuwa wamehifadhi sana, na wako wenye walikuwa wanajulikana kwamba hakuna aya zinateremka katika Qur'ani isipokuwa wanakwenda kuzichukua na kuzihifadhi. Hao wanaitwa aje Sheikh? Al-Qurra, wasomaji katika maswahaba. Qala kana al-qurra ashaba majlisi Umar, walikuwa wasomaji katika maswahaba ndio watu wa mbili wanaikaa kwenye baraza la kiongozi Umar radhiyallahu anhuma. Wa mushawaratihi, na wao ndio walikuwa wanamshauri katika serikali yake. Kuhulan, wakiwa ni wazee wa shababa na wakiwa vijana. Rawahu al-Bukhari fi sahihi. Kwa nini Umar aliwatanguliza watu wa Qur'ani ndio akawa kwenye baraza lake zaidi kuliko wengine katika maswahaba? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Qur'an. Qala wa sayati fi al-bab ba'da hadha ahadith tadkhulu fi hadha al-bab, na patakuja baada ya huyu mlango katika mlango ufuatao dalili zingine zinakuja kuonesha kumkadimisha mtu wa Qur'ani kuliko ni mtu mwingine. Wa'lam, na ujue kwamba anna al-madhhab as-sahiha, kwamba madhhabu iliyokuwa sahihi au kauli iliyokuwa rajih, al-mukhtara, inayochaguliwa, alladhi alayhi man yu'tamadu min al-ulama, ambayo kauli au madhhabu iliyokubaliwa na wale wanaotegemewa katika wanazuoni, anna qira'ata al-Qur'ani afdalu min at-tasbih, kwamba kusoma Qur'ani ni bora kuliko kufanya tasbih. Watahlil, hata kuliko unasoma la ilaha illa Allah na unamfikiri, unamfanyia dhikri Allah. Wa ghayrihima min al-adhkar, na kinyume na hiyo viwili kunako nini? Kunako dhikri. Walidhalika, tukiona watu wawili wameikaa, mmoja yuko anafanya dhikri na mwingine yuko anasoma Qur'ani, tunamfadhilisha nani Sheikh? Mwenye anasoma Qur'ani kuliko mwenye anafanya dhikri. Au kama muda ukimbana mtu wakati wa asubuhi baada salati al-fajr, taban kuna adhkar za kusoma, muda umembana, akasema nisome Qur'ani au nisome dhikri, bora kwake ni kufanya nini? Kusoma Qur'ani na aache dhikri. Lakini kama muda utakuwa na mruhusu, anaweza kuvichukua vyote, خلاص inshallah some, aanze adhkar
kisha baada usome dhikri, kwa sababu adhkari zinasaidia katika kumlinda mtu na mambo mabaya kwa siku, kwa asubuhi na jioni. Lakini pakiwa zahma zikibobeana na shughuli zingine, unaitanguliza Qur'an. Qala waqad tadhaharat al-adillatu ala dhalik, na dalili ni nyingi zinazozungumzia haya. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Wengine wakasema dalili kubwa ni kwa sababu dhikri ni maneno ya binadamu, lakini Qur'ani ni maneno ya Allah jalla jalaluhu. Dhikri ni dua ambazo mtu anazitumikisha, lakini hiyo dua ni maneno ya binadamu, lakini Qur'ani ni binadamu anasoma maneno ya Allah jalla jalaluhu, na maneno ya binadamu na ya Allah yasikuwa sawa sawa. Wabitali mtu wa Qur'ani tunamfadhilisha kuliko mwenye hana Qur'ani, na mtu wa anayesoma Qur'ani tunamfadhilisha kuliko mwenye anafanya kitu kingine. Hadha ndo makusudia ibab, kama jinsi Imam alivyofanya nini, alivyozungumzia. Hadha huwa rajih insha Allah. Tayeb, albabu thalith, mlango wa 3, fi ikrami ahli alquran, kuzungumzia kuwatukuza na kuwakirim ahli alquran. Kwa hiyo Kiswahili tusema kukirim, tunaelewa daima ni kutoa nini, kutoa chakula. La, haini maana ndogo. Kukirim ni kumheshimu mtu na kumtukuza kwa njia zote, kumpa chakula, kumpa heshima, kumpa salamu, vyote vinaingia katika kukirim. Aishi tu chakula kwa maana kirim, wale ni kirim, yani kusudia kwa mlo. La, ikrama ile kwenye mlo kwa vitu vyote. Masha Sheikh qala wanahyi an adhahu, na kukataza kuwaudhi watu wa Qur'an. Hapa maksudi watu wa Qur'an ni watu wanaojihimiza kuisoma Qur'ani na wanashikamana nayo, wanajihimiza kusoma Qur'an, wanashikamana nayo. Sio mtu mwingine akwambia lakini na mimi nafanya amali za Qur'ani, lakini hana wirdi ya kusoma katika Qur'an, waingi katika Qur'an. Sahih. Taban tuna ushahidi pia kwamba ahlul Qur'ani lazima wamehifadhi, hatuna huyo ushahidi, lakini aqallu shay, chini takdiri ya chini, ahlul Qur'an yule mtu mwenye anajihimiza na Qur'an kila mara anakuwa nayo. Ukishasikia kama unaposema mimi niko ahlul baiti wako, alafu unaishi Kinindu, utakuwa ahlul baiti wako bwana. Mimi niko mwenyeji wa mwa hii nyumba, niko mkazi wa mwa hii nyumba, lakini haupaikai pale, wao kwa ahlul baiti. Sawa? Walidhalika tunasema ahlu wa kitu ni yule mtu mwenye yuko nacho muda mrefu, na ahlul Qur'an ni wale watu ambao wanajihimiza na Qur'ani sana kuliko ni wengine, na wanatenda aliyokuwa katika Qur'an. Ama yule mtu ambaye ni Muislamu mzuri, anatenda aliyokuwa katika Qur'an, anasoma kwenye mpaka Qur'an, lakini hana nasibu katika kuisoma Qur'an, wala hana wirdu, hayuko katika ahlul Qur'an. Japokuwa kuna watu wanataka kujiingiza kwa nguvu, hana nasibu katika Qur'an, muda wake utanamaliza katika kinyume na Qur'an. Na wazima anaweza katika mambo ya khairi, talabul ilm, anajimiza na hadithi, anajimiza na fiqh, lakini Qur'an ni mbovu kabisa, hana nasibu. Anakwambia tena ni ahli al-Qur'an, kwa sababu al-Qur'an ni wale watu ambao wanatenda aliyokuwa ndani ya Qur'an. La, wanatenda aliyokuwa ndani ya Qur'an, lakini wako na ukaribu zaidi na Qur'an. Wazi? Idhan hawa Uislamu unaamrisha kufanya nini? Ikramuhum, kuwatukuza, wanahyu an adhahum, na Uislamu unakataza kuwaudhi. Watu hawa sio kama watu wengine. Sawa? Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Hivyo ni kwamba yule ambaye atakayetukuza shiar za Allah, alama za Allah, vitu ambavyo vinaambatana na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, yule mtu ambaye nafsi kawaida yake akijua hichi kitu kinaambatana na mambo ya Allah anakitukuza, basi hilo jambo linaonyesha kwamba katika roho yake kuna uchamungu. Wazi? Wala shaka kwamba Qur'ani ni katika shiar za Allah, na mtu mwenye anayesoma Qur'an anabeba nini? Shiar ya Allah, alama zinazoonyesha mambo ya Allah jalla jalaluhu. Kwa hiyo kila alama zinazoonyesha mambo ya Allah zinahusikana na masuala ambayo Allah anayataka, zinapaswa kuheshimika katika Uislamu. Kama msikiti mathalan ni shiar katika shiar za Allah, kwa sababu ndani yake kunafanyika ibada. Walidhalika lazima Muislamu aheshimu msikiti. Haiwezekani Muislamu aushike msikiti kama nyumba ya kawaida, lazima aupe heshima zaidi ya kisa anaipa heshima nyumba yake. Wazi? Mathalan mushaf, Muislamu haiwezekani aushike mushaf kama kisa anavishika kitabu cha kawaida, kwa sababu mushaf shiar ni shiarillah, ni sha'airillah, ni symbol, ni alama katika alama za mambo yanayohusikana na mambo ya Allah jalla jalaluhu. Swala vile vile, talabul ilm, kutafuta elimu, vitu vyote vinaambatana na Allah jalla jalaluhu, Uislamu unapaswa kuheshimia.
وقال الله تعالى نكسم الله متكوف ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Hivyo na yule mtu ambaye anatukuza hurumati Allah, mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyajalia kuwa ni matukufu, yule ambaye atayatukuza mambo ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyahukumia kwamba ni matukufu, hilo jambo inakuwa ni khairi kwake kwa Mola wake. Wazi, tuko na vitu vingi vitukufu katika dini kama Qur'ani, nafasi tukufu kama mji mtukufu wa Makka, mji wa Madina, ardhi ya Palestina, katika ardhi tukufu. Inabidi na Muislamu atukuze hizo nafasi na hivyo vitu. Wala majara vitu yote vimethibiti katika dini kuwa ni vitukufu, lazima na mtu afanye nini? Avishi mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lazima Muislamu amheshimu. Maswahaba wa Mtume kwetu ni watukufu kwa sababu kuna dalili nyingi zinazoonyesha kwamba Allah aliwaridhia. Wazi, na Allah aliwachagua, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza watu wasiwatukane, na Mtume akawasifu katika sehemu zilizokuwa nyingi. Walidhalika daraja yao imeinuka, hasatan watu wa Badri, na kutokana na kisa wanavyoshindana. Idhan watukuza hawa ni katika dalili ya uchamungu. Watukuza maswahaba ni katika dalili ya uchamungu. Na kuwakebehi maswahaba na kuona kwamba daraja yuko chini au kuwahujumu ni dalili ya kukosa uchamungu, kama gisi wako mashia Mwenyezi Mungu awaongoze. Waqala ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, shusha mbawa zako wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maana ya kushusha mbawa kwa mifumo ya Kiarabu maana yake jiteremshe chini na umuheshimu huyu mtu, liman ittaba'aka minal mu'minin, kwa wale ambao watakao kufuata katika waumini, bi maana waheshimu na uwe mutawadhi pamoja nao. Waqala ta'ala walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu, na wale watu ambao wanawaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike bighairi maktasabu, na wakati hao waumini hakuna chenye kibao walichokifanya, wanawaudhi, wanawasema vibaya, wanawachafua. Unatudogisi wako anaika anamchafua mja katika waja wa Allah, na huenda huyo mja ni katika waja wa Allah waumini, anatekeleza swala, anafanya ibada, lakini tu anasikia raha ikaa anamchafua tena kwa makosa, huenda ni ya kuzingishiwa au ni ya uongo au hana ushahidi, naye amesikia tu juju. Mungu anasema watu kama hao yudhuna almu'minin, wenye kuwaudhi waumini wanaume, walmu'minat, na waumini wanawake, bighairi maktasabu, kwa yale ambao hawakuyafanya, faqad ihtamalu buhtana, basi wajue kama mbele ya Mwenyezi Mungu wanaandikwa kwamba wamebeba mzigo wa uzushi wa ithma mubina, na madhambi yaliyokuwa wazi na makubwa. Hilo ni jambo la khatir sana, kumuudhi Muislamu kwa maneno machafu, kumtangaza na kadhalika, na hivyo kwa Muislamu wa kiume na Waislamu wa nini wa kike. Ikiwa kwamba muaminifu wa kawaida ni makosa kumudhi, basi mtu wa Qur'ani ni ashad, inakuwa ni zaidi. Qala wa fil babi hadithu Abi Mas'ud al-Ansari wa hadithu Ibn Abbas lilmutaqaddiman fil babi thani. Na panaingia katika huyu mlango hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud na hadithi ya Ibn Abbas zilizotangulia katika mlango wa pili tulizozisema. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, na kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari Mwenyezi Mungu amridhie, qala, alisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, inna min ijlali llahi ta'ala, hakika katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye anataka kumtukuza Allah na kumuheshimu Allah jalla jalaluhu, ikrama dhishaybati almuslim, ni kumkirimu na kumtukuza mzee wa Kiislamu. Dhishaiba mwenye imvi, almuslim alishakuwa Muislam ambaye amefikia mzee na hali ya kuangaliki Muislam na anatekeleza sheria za Allah. Kumtukuza mtu kama huyu mzee na kumuheshimu na kumpa nafasi yake inaingia katika kumuheshimu nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtukuza. Qala wa hamilil Qur'ani, na kumtukuza yule ambaye ameibeba Qur'an. Hamilil Qur'an, mwenye kubeba Qur'an. Hapa la shaka kwamba ni mwenye kuhifadhi. Sasa hapa anapotumikisha neno hamil, kubeba, sio kawaida. Wazi Sheikh, sio kawaida. Anapotumikisha neno hamil, kubeba, usimtuni mtu anafuata aliyokuwa ndani ya Qur'an, la, inabidi izidi daraja. Hamil amebeba Qur'an, kwa sababu mtu amebeba ilmu, amehifadhi ilmu. Wa hamilil Qur'an, yule mtu ambaye ndani yake kuna nini Sheikh? Kuna Qur'an. Yani atosheki tu kusoma, ameibeba ndani kwake. Na kumtukuza mtu ambaye ameibeba Qur'an kwa aina yote ile, unajua kumtukuza
na kumkirimu kwa aina yote ile ambayo unaijua katika ikram, inaingia katika kumkirimu nani? Allah jalla jalaluhu. Qala lakini mwenye amebeba Qur'ani ghairi al-ghali fihi, sio yule mtu ambaye kuna ghulu pamoja na hiyo Qur'ani yake, amechupa mipaka pamoja na hiyo Qur'ani yake, waljafi anhu, wala ameteremka chini sana na Qur'ani yake. Bimaana kama ni mtu anabaki kwa kati kwa kati na masala ya dini. Yani kuna mtu yuko na Qur'an lakini imani inampanda sana mpaka anakuwa ghali, anafanya ghulu, anazidisha, anafanya yale ambayo Allah jalla jalaluhu hakumtuma wala mtume wake. Idhan huyu jamaa ambaye amepitiriza iko na ghulu katika masala ya dini haisabiki katika hawa. Kama makhawarij, yani khawarij ni kundi lilijitokeza katika zama miongoni mwa zama za Kiislamu. Walikuwa wanaisoma Qur'ani sana, wanaijua ilmu sana, wanafanya ibada sana na wanaswali sana. Lakini mushkila wako na ghulu, wakawakufurisha maswahaba na wakawapiga vita maswahaba na wakawaua maswahaba. Wadhada min madha? Min al-ghulu fi din, kupitiliza mipaka katika sheria za dini. Na Mwenyezi Mungu hamtaki. Qala wala al-jafi anhu, wala mwenye ameteremka tena chini sana. Mtu Mungu alimjaalia Qur'ani lakini hana nasibu katika dini. Katika kila haramu namuona, swala zake ni mushkila zenei, anakula huenda haram, anafanya haram, hana mipaka ya Qur'ani na kadhalika. Na hivyo ni nini? Aljafi anhu, Qur'ani ameteremka chini yake, ameidhalilisha Qur'ani akateremka chini. Wa inna min bidawi kati kwa kati, asiwi ghali wala asiwi nini, asiwi jafi anhu. Walidhalika masulia kuibeba Qur'ani, masulia nataka amali, sio tu mujarrad wa kuhifadhi na kusoma. Na mwenye anataka kuingia kwenye ukumbi wa Qur'an, kuna kwa mtabibu mashekhi zetu, mwenye anataka kuingia katika saha Qur'ania, ukumbi au uwanja au serikali ya Qur'ani, lazima awe iko na maandalizi ya nafsi kuwa mcha Mungu. Haisihi kuingia tu wa rafiki zangu tu anaingia na mimi niingie mle, hapana. Lazima uwe tayari kubeba nini? Jukumu la ucha Mungu. Unajiweka, unajikubalisha kwamba midami nabeba Qur'ani, nitafuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na nitasimama mbele ya mipaka yake, na nitaepukana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walifanya nini, walikataza. Lakini kinyume na hivyo, al-amru khatir. Unaona hapa unatolewa katika ijlalullah ta'ala, katika masala ya kumkirimu Allah, we haumo ikiwa kwamba hizi sharti mbili haukuzieneza. Qala wa ikrama dhisultani almuqsit, na katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kumkirimu kiongozi mwadilifu, hapana kiongozi dhalim. Uislamu unaamrisha kumkirimu kiongozi ambaye ni muqsit, ambaye ni mwadilifu. Ama akiwa dhalim, tunasubiri dhulma yake, kwa sababu athabit inda ahli sunna wal jamaa ni makosa kumvua madaraka kiongozi. Kwa maana tunakusudia kiongozi wa dini ambaye kuna bai'a ya kisheria, anapopata bai'a ya kisheria akaanza kuwatawala Waislamu, akawa imamu wa Waislamu, akiwa ni dhalim hatumvui madaraka, tunasubiria dhulma yake, kwa sababu kusubiri katika dhulma ya kiongozi ni bora kulikoni madhara anza kuja kwa kumtoa. Wazi? Akifikia kwenye ukafiri tunamngoa, haijuzu kubaki na kiongozi ambaye ni kafiri au kiongozi wa Uislamu. Ina akifikia kwenye ukafiri, akifanya jambo ambalo ni ukafiri wa wazi, ananguliwa. Lakini akiwa dhalim au fasik, hajafikia kwenye ukafiri, tunaswali nyuma yake na tunamtii na tunasubiria, lakini hatumkirimu. Maana ikramu yake sio katika ikrami Allah azza wa jalla. Lakini anapokuwa ni imam muadilifu, anamwogopa Allah jalla jalaluhu, kumkirimu kwake kunakuwa ni katika kumkirimu Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa huwa hadithun hasan, hadithi mpokelewa na Abu Dawud na hadith hasan. Wa an Aisha radhiyallahu anha qala, na kutoka kwa Aisha Mwenyezi Mungu amridhie alisema, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituamrisha mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu lake, annunzila an-nasa manazilahum, tuwaweke kila watu kwenye sehemu zao. Na anakusudia Aisha ummul mu'minin katika hii hadithi kwamba Waislamu wote hawako kwenye daraja moja. Kuna wenye wako katika daraja kubwa, kuna wenye wako chini yao, kuna wenye wako chini yao. Idhan wale waliokuwa katika daraja kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kufanya nini? Kila mmoja tumweke kwenye nini? Kwenye daraja yake, kutokana na dalili zinavyofanya nini? Zinavyozungumza. Qala rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث هو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، نكتب جابر بن عبد الله من يزمه أمري ذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم
kana yajma'u baina ar-rajulayn min qatla Uhud thumma yaqul, wakati alimaliza vita ya Uhud anaenda kuwazika maswahaba zake. Taban nafasi ya kuzikia ilikuwa ni ndogo, akawa anakusanya watu wawili katika wale waliouawa katika vita ya Uhud. Wamekusanyika watu wawili, inabidi wachangie kaburi moja kwa sababu kaburi haziwatoshi watu wote. Thumma yaqul, kisha anasema ayyuhuma aktharu akhdhan lilquran, ma watu wawili naambieni, nani mwenye ameshahifadhi Qur'ani nyingi, nani amechukua Qur'ani nyingi kuliko mwingine? Wanamwashiria huyu ndio anamshinda Qur'ani huyu. Qala fa in ushira ila ahadihima, wakimuonesha mwenye amechukua Qur'ani nyingi kuliko mwingine, qaddamahu fil lahdi, ndo anaanza kumtia kule kwenye mwanandani, kisha ule wa pili mwenye Qur'ani ndogo anamtia huko nyuma. Inaonesha nini? Fadhila mtu mwenye kuwa na Qur'ani. Katika kila nafasi anatangulizwa mbele. Rawahu al-Bukhari, al-Bukhari na Bukhari. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, na kutoka kwa Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amridhie, kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, alisema inna Allah azza wa jalla qala, hakika Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu alisema, man adha li waliyan, yule ambaye atakayemuudhi kipenzi wangu, faqad adhantuhu bil harb, basi nimemtangazia vita. Walidhalika, yule mtu ambaye anawaudhi watu ambao Allah anawapenda au wako karibu na Allah, hasatan hawa watu wa Qur'ani, mtu ambaye anawafanyia maudhi, basi ajue leo au kesho au wakati tu wote ule hatotoka duniani isipokuwa amekwisha pata athari ya kupambana vita na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah anamtangazia vita. Rawahu al-Bukhari wa thabata fi sahihayn, na imepokelewa imethibiti kwenye vitabu viwili sahih, Bukhari na Muslim, anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwamba alisema, man salla subha, yule ambaye atakayeswali swala ya alfajiri, fahuwa fi dhimmati llahi ta'ala, anakuwa kwenye dhimma na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatlibannakum Allahu bi shay'in min dhimmatihi, kwa hiyo asikuondoeni yoyote yule au asikukoseni Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote kile kutoka katika hifadhi yake na dhimma yake. Walidhalika, dhimma ya Allah subhanahu wa ta'ala na hifadhi yake ambayo inapatikana kwa kuiswali swala alfajiri, unaamka unaacha usingizi ili upate hifadhi ya Allah kunako siku yako nzima, lazima ujihimize nayo, asikukosi Allah katika kuitafuta hii dhimma, wala kisikupotezi chochote kile katika kutoka kunako hii nini, kunako hii dhimma na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. رواه مسلم والترمذي. قال وعن الإمامين الجليلين, نكتوك كما إمام وويل وتكوف أبي حنيفة والشافعي، إمام أبي حنيفة إمام الشافعي رضي الله عنهما الله أورثيه، قالا ولسيمهم إمام وويل، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. ikiwa kwamba wanazuoni waliobeba ilmu sio ndoma vipenzi wa Allah, basi Allah atakuwa na vipenzi wengine. Bi maana kwamba maksudiwa vipenzi wa Allah katika hizi dalili ni nani? Ni wanani? Wale waliobeba ilmu, ulama, wanazuoni waliobeba ilmu. Mwishoni imama akamalizia mlango na maneno mashuhuri ya al-Imam Ibn Asakir. Qala al-Imam al-Hafidh, amesema Imam Hafidh katika wanachuoni wa hadith, Abu al-Qasim Ibn Asakir rahimahullah. Abu al-Qasim Ibn Asakir, Allah mrehemu, i'lam ya akhi, jua ewe ndugu yangu, waffaqana Allah wa iyyaka limardati, Allah aniwafikishe mimi na wewe mwenye kunisikiliza kunako radhi zake, waja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqati, na atujalie miongoni mwa wale ambao wanamcha Allah na kumuogopa ukweli wa kumuogopa. Anna luhuma alulama'i masmuma, elewa kwamba nyama za wanazuoni zina sumu, bimaana ni hatari iliyokuwa kubwa sana kuikaa huko na wateta watu wamebeba ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyama zao zina sumu, kikao kuna mteta mtu sawa sawa kula nyama yake. Sasa mwanachuoni sawa sawa kuna kula nyama iliyokuwa na sumu. Wa'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma, na ada ya Mwenyezi Mungu, kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuvunja heshima ya watu ambao au kuadhibu watu ambao au kuwahilikisha watu ambao wanawasema vibaya wanazuoni na kuwachafua. Ada ya Allah inajulikana kwamba kila mtu ambaye alijiweka kidete
na akawasema vibaya wanazuoni na kuwachafua ambao ndio mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inajulikana kwamba hakumaliza maisha yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimhilikisha au alimwaibisha. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, na kwamba yule mtu atakayethubutu kufungua ulimi wake akiwazungumzia wanazuoni kwa maneno yaliyokuwa machafu, ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bimauti alqalb, Mwenyezi Mungu atamjaribu kabla ya kufa kwake kwa kufa roho yake na kupata matatizo yaliyokuwa makubwa. Akamalizia akasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, watahadhari wale watu ambao wanakhalifu amri ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, an tusibahum fitna, isije kuwatokea fitna au mtihani, au yusibahum adhabun alim, au wakapatwa na adhabu iliyokuwa kali. Walidhalika hizi dalili zilizotujia hapa wakati fulani zinawafadhilisha ulama wanazuoni kwa ujumla, na wakati fulani zinawahusisha kwa fadhila watu ambao wanaibeba Qur'an, na hao watu kuwakirim ni katika kumkirimu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwatukuza ni katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi dalili zinatufahamisha kwamba ni makosa kuwaudhi na kuwafungulia mdomo kwa kuwazungumza kwa maneno yaliyokuwa machafu, na kwamba hili jambo linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishajua haya, unaona hatari ambayo tunaishi leo katika jamii na nafasi iliyokuwa nayo mtu anayebeba Qur'an. Unaona kwamba ni mtu dhalili, hafai, ni mtu wa nyuma na kadhalika na hivyo. Walidhalika hii ni katika maafa ambazo tuko nazo zilizokuwa kubwa kuto kumtukuza mtu wa Qur'ani na nafasi yake, kama jinsi alivyozungumza mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, upande nao wa pili, hizi dalili hazimfai yule ambaye Mwenyezi Mungu kamjaalia akaibeba Qur'an, aina anajipiga kifua mbele za watu na kutaka wamtekelezee haya kwa nguvu. Yani kuna wengine shaitani anawachezea baada ya kuwajaba, unaona kuja mbele watu anasema bwana, mnatujua sisi, mnajua chenye Mwenyezi Mungu anazungumza. Sheikh Allah, nimekwenda pale bwana, hawanipitisha hata mbele bwana. Yani mtu mmoja katika mahifadhi al-Qur'an al-Karim alikwenda kwenye sharehe, kama sio harusi, kama sharehe maharusi. Poko mtu mwingine pale ni imam, lakini hajui kusoma Qur'ani vizuri. Wakampenda yule imamu juu ya sauti, wakamtanguliza yule imamu. Yeye ni mtu wa Qur'ani na ni mutqin, anajua Qur'ani vizuri, hawakumuona. Akaja baadaye ananishitaki, kwa jamaa mmoja wanafanya, ningejua nisingekwenda. Wanampitisha yule jamaa na mimi niko pale kabisa, unaona umma gisi ulivyo. Wazi. Walidhalika sahih kama hilo ni kosa, lakini haifai mtu wa Qur'ani naye anajipiga kifua eti anajiona anataka hayo yamtekelezee kwa nguvu. Lazima awe mtawadhi. Wazi. Na isionekane kwamba anafanya zahma na anatafuta cheo na anatafuta madaraka mbele ya watu. Lazima ajishushe chini na muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi dalili ambazo zinamuinua kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimzidishie kwenye roho udhalili, na ndio muaminifu anavyokuwa hivyo. Anapoinuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala anaenda anahisi udhalili kwa ndani, yani na kuwa mtawadhi, kujishusha chini zaidi. Lakini anapopanda na kutokana na gisa amepandishwa hapa kibri, shaytan anaanza kumuongezea speed, akazidi nafasi yake, akatoka kwenye heshima kwa mutakabbir, wal iyadhu billah, kafika kosa dunia na akhira. Dhalika tena tunawaitia watu wa Qur'an lazima wawe ni mutawadhiun, na mtu asijitangulizi mbele isipokuwa ni kwa dharura. Yani umefika fasi na umma wanataka kutuswalisha, hajui kabisa swali hili tabatilika, hapo unajitanguliza mbele. Lakini pako mashaallah wengine wanaweza kaendesha mambo, wewe haujulikani wala wakujui. Mtu kujengana mimi ni hafidhul Qur'an, bwana mimi najua kusoma na kadhalika, mimi ni mwalimu kule kwetu na kadhalika na hivyo. Au mtu mwingine jua ameenda nafasi kwenye wamjui, lazima aombe aswalishe naye apite mbele wamsikilize. Hata kullu mushkila. Wengine kwa tudiriki kwenye tarawih, bwana shakuje kusali kwenye swala tarawih kanipa witri, nami mwenyewe sijui na bali niko mgeni wananipitisha na kadhalika na hivyo. Falidhalika sahibul Qur'ani nabidi akijua hizi nafasi zimuongezee tawadhu salam, wala zimuongezee nini takabbur, kwa kuwa haitashi mtu wa Qur'ani kuwa miongoni mwa wale watu wenye kuwa nini na kibri. Naam, Mwenyezi Mungu atuwafikishe na awafikishe ndugu zetu wote kunako hayo. Albabu ar-rabi'a, mlango wa 4, imama akazungumzia fi adabi muallimi al-Qur'ani wa mutaallimi, katika adabu ambazo anapaswa kuwa nazo mwenye kuisomesha Qur'ani na mwenye kuisoma. Hawa watu wawili, ikiwa mwalimu anasomesha na yule mwanafunzi ambaye anafanya nini, anaisoma Qur'ani, kuna adabu anapaswa kujilazimisha nazo. Akasema hadha albabu ma'a albabaini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Akasema huyu mlango sasa
ambao unazungumzia adabu za mwenye kuisoma Qur'ani na mwenye kuisomesha, na milango mingine itakayokuja baada yake, ndio makusudio kutunga hichi kitabu. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan, na itarifuka kidogo, imezagaa sana. Fa inni ushiru ila maqasidihi mukhtasiratan, na ashiria maksudi yake kwa ikhtisar, fi fusulin, katika vipengele, liyasahula hifdhuhu, ili kuhifadhi kwake kweni kwepesi, wa dhabtuhu, na kuidhibiti kwake kweni kwepesi, insha Allah taala, Mwenyezi Mungu akitaka. Nimeelewa wakati Sheikh? Wakati wa dhanu maeneo. Faslun, ama kipengele cha kwanza katika huyu mlango ambayo ndio maksudio ya kitabu ya kutunga hichi kitabu, na ndio itakuwa ndefu. Qala awwalu ma yanbaghi lilmuqri'i walqari'i an yaqsuda bidhalika ridha Allah ta'ala. Anasema jambo la kwanza ambalo linampaswa mwenye kuisoma Qur'an, yani mwanafunzi anajifundisha kusoma Qur'an au mwenye anakuja kuwasomesha watu Qur'ani, jambo la kwanza iwe maksudio yake na nia yake kuna kufanya hivyo ni ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Asiwe roho yake anakusudia kitu kingine chochote kile katika mapato ya dunia na mengine, awe anafanya hilo jambo kwa ajili ya ridha Allah ta'ala. Na hii nukta ni muhimu sana. Tunapofungua halakati za Qur'an lazima tuwakumbushe wanafunzi hilo jambo. Bana, kabla ya kuja kuanza halaka, tumefungua halaka au kama tunaenda kwenye mapumziko tukirudi tena mwaka, tunawaambia bana, kumbuki kama hii tuko ndani yake ni ibada, na Qur'ani nasoma ibtigha ridha Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa ajili ya kutafuta mapato yote yale katika mapato ya nini, ya dunia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kama ataamua kuturuzuku kupitia hii njia, yani ikawa ni sababu miongoni mwa sababu za kupata riziki, sio mbaya, lakini sisi nia yetu inayotuikaza pale iwe ni kwa ajili yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo lazima waislamu wakumbushane, kwa sababu inapotea, shaitani anatujia hasatan katika wanafunzi zetu wanasoma Qur'ani, masha Allah, wanakuwa wanafunzi wanakuwa na vipaji, wanahifadhi vizuri, sauti nzuri, wanaenda kwenye mashindano, wanapata zawadi kubwa. Wakati fulani familia yake inamsafuna, mbele unaona tulikuwa tunakwambia ndio kusoma unakataa. Sasa wewe unapata zawadi huku na huku na huku, imeenea siku ya Eid umekusanya zawadi za kutosha, si unaona umenunua, mwingine anakuambia na mshef nanunua nguo na nanunulia ndugu zangu nguo, baba amepumzika, ila familia inafikiri inamjenga, unaona hichi ndio vitu vizuri na kadhalika na hivyo. Yani familia inasema kwa sababu haijui dini, lakini sisi huku shuleni tuko na masuhulia kubwa kumweka ule kijana katika mstari wa dini. Anambia bana, yale unaona Allah amekuruzuku ni mambo ya kupita ya dunia, lengo lako ni kubwa, ni baki kuboresha ni kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan leo umepata zawadi kubwa, kesho usiende kwenye musabaka ukakosa zawadi ukakimbilia ligi kwa sababu jamaa bana wananiangusha mimi, nilikuwa kadha wa kadha. Wewe ulikuwa unatafuta maslahi ya dunia, ulikuwa unatafuta ridha za Allah. Mwenye kutafuta ridha za Allah sawa apate zawadi kwenye musabaka au akose zawadi kwenye musabaka, juhudi yake na Qur'ani na baki iko pale pale. Wakadhalika mwalimu wa Qur'ani vile vile, bana mshahara umekatika pale bana, nimekimbia zangu bana, wewe tangu mwanzo ulikuwa nenda pale kwa ajili ya mshahara, zungumza ukweli. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama umiru, anasema hawakuamrishwa hao watu illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, isipokuwa muabudu Allah jalla jalaluhu kwa ikhlas, wakimtakasia ibada yake yeye mwenyewe peke yake. Walidhalika kusoma Qur'ani na kuisomesha ni katika ibada, na lazima ibada yote inaingia kwenye kaida kwamba inafanyika kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafaa, hali ya kuwa wametoka kwenye shirki wameelekea upande wa Allah. Wa yuqimu swala, na wameamrishwa wasimamishe swala. Wa yu'tu zaka, na watoe zaka. Wa dhalika dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka, ay almillatul mustaqima, dini iliyonyooka. Wa fi sahihaini, na katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, alisema innamal a'malu binniyat, hakika amali zote ambazo binadamu wanazozifanya watalipwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nia zao. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa kutokana na nia yake. Wa hadha alhadith min usul alislam, anasema hii hadith ni katika asli kubwa katika usul za dini ya Kiislamu. Waruwina Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na tulipokea kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amridhie na baba yake, qala, alisema inma yu'ta ar-rajulu ala qadri niyyatihi,
hakika mtu analipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri ya nia yake, sio kwa kadiri ya amali yake nyingi. Mtu anaweza kaswali swala nyingi lakini akalipwa sawa sawa mwenye swali swala ndogo, na mwingine akaswali swala ndogo lakini akalipwa sawa sawa mwenye swali swala nyingi kutokana na nia yake. Wa an ghairihi, na mpokea kutoka kwa mwingine, inma yu'ta an-nasu ala qadri niyyatihim, hakika watu hulipwa na hupewa kutokana na nia zao. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال, na tulipokea kutoka kwa Ustadh Abi al-Qasim al-Qushairi, Allah mrehemu, kwamba alisema al-ikhlas, kuwa na ikhlas katika amali, ni kufanya kitu kwa ajili ya Allah. Ifradul haqqi fi at-ta'ati bil qasdi, ni kumpokesha Allah jalla jalaluhu katika nia wakati unapomtii. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala, napo ni pale mja anafanya kitendo chake chochote kile, nia yake hichi kitendo ukifanya kusogea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, duna shay'in akhar min tasannu'i li makhluq, na wala haiwi katika nia yake kitu kingine katika kujipendekeza kwa viumbe, au iktisabi mahmadatin 'inda an-nas, au kutafuta sifa fulani mbele za watu. Sauti yangu ni nzuri, watu watanisikia, acha ninaswalisha watu nipendezeshe sauti juu wanielewe mimi ni nani nyuma yangu. Haya anaoingilia watu wa Qur'an, na ni fitna zinaoingiliwa sana watu wa Qur'an. Mama analeta maneno kama, kwa sababu anajua wanaathirika sana na kupenda watu. Bwana fulani akiswalisha ni mambo mengine, fulani akisoma subhanallah ni mambo mengine, na kisha watu wanampenda ndo kabisa anaongeza. Qala hadha iktisabi mahmadatin 'inda an-nas, anatafuta sifa kwa nani? Sifa kwa watu. Au min mahabbatin au min madhin min al-khalq, au anatafuta watu wazidi kumpenda au watu wamsifu katika viumbe. Wazi, anakuja kuangalia bana, watu wa Bururu napenda bana kisomo cha Sheikh fulani, acha na mimi nijifundishie mfano wake niwe nasoma kama ule. Na ukishasikia watu wanakupenda ndio hivyo hivyo, bana unakuwa unatumia bana, tutumie kwenye WhatsApp, tutumie kwenye kadha wa kadha, fungua channel kwenye YouTube, na unafungua channel kwenye TikTok, unatumia Qur'an tusikilize. Na wewe hauwezi kudhibiti nia yako, unayafanya hayo yote, unajirekodi juu watu wakusikiwa ipate wewe ni nani. Qala au ma'na min al-ma'ani siwa at-taqarrub ila Allah ta'ala, au mtu mwingine mwenye anatafuta maana yote ile katika maana ambayo ni kinyume na kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yasihhu an yuqal, na ni sahihi tukisema hivi, al-ikhlas, maana ikhlas tasfiyatu al-fi'li an mulahadhati al-makhluqin, ni pale kitendo chako kinakuwa kiko safi, hakina haja ya kuchunguzwa na watu. Yani mimi nasoma Qur'ani, nasoma Qur'ani najihisi nafsi kwamba kisomo changu cha Qur'ani kiko safi, sina haja mtu akisifu wala akiponde, hakuna chochote kile. Wadhi'ini ikhlas. Wa an Hudhayfa al-Mar'ashi rahimahu Allah ta'ala قال الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن, na akasema huyu Hudhayfa al-Mar'ashi, Allah mrehemu, kwamba ikhlas ya ukweli, kufanya kitendo kwa ajili ya Allah vya ukweli, ni pale vitendo vyako vinakuwa sawa sawa mbele ya watu na nje ya watu. Lazima kila mtu ajipime hili. Napoisoma Qur'ani niko mimi mwenyewe peke kwenye mtu hanioni, nasoma haji, na ninapoisoma mbele ya wenzangu huko kwa wananisikia wananiona, wapi kwenye napendezesha sana juu watu wanisikie. Nafsu shay swala, naposwali niko mimi mwenyewe nazipiga haji, na ninaposwali naona watu wananiona wananiangalia na swali haji. Wazi, idhan utapoona kwamba amali yako iko sawa sawa, kwenye watu wanakuona na kwenye watu wakuoni, basi ndio ikhlas. Na kama pako tofauti, kwenye watu wanakuona ndio unapendezesha zaidi, kwenye watu hawakuoni unapiga unaenda tu, almuhim basi ujue kama ungaliki na mushkila. Wa an Dhinnun rahimahullah ta'ala qala, na kutoka kwa Dhinnun, imam katika maimam Allah amrehemu, alisema thalathun min alamati al-ikhlas, mambo matatu ni katika alama za kuonyesha kwamba mtu anakifanya kitu kwa ajili ya Allah. Istiwa'ul madhi wadh-dhammi min al-'amma, kusifiwa na kupondwa viwe kwako ni sawa sawa kutoka kwa watu. Yani unapofanya kitendo watu wakisifu, watu wakiponde, midamu naamini kwamba ndio haki ya Allah naridhia, wewe haubadilishi uko pale pale. Hiyo dalili ya kuonyesha kwamba una ikhlas. Ama yule mtu ambaye anafanya kitendo akiona watu wanamponda, acha basi kesho nitapendezesha zaidi. Wewe tangu jana ulikuwa ufanye kwa ajili ya Allah, ulikuwa unafanya kwa ajili ya watu. Ukifanya kitu watu wanakusifu, nasema ndio sawa.
na watanisikia na zaidi baadaye, au ufanye kwa ajili ya Allah. Idhan amali yako inabaki pale pale sawa sawa na kuponda, sawa sawa na kusifu. Qala wa nisyanu ru'yati al-amali fil a'mali wa nisyanu ru'yati al-amali fil a'mali, na kusahau kuona ile amali yako katika matendo. Unasahau, utaki tena uione. Sio kila ukikutana na mtu aenda na kusifu jinsi ulisoma jana, jinsi ulihutubu leo, jinsi ulitoa mawaidha. Kuna watu ndio jinsi wako, ulisikia aje khutba leo? Bora hujaniambia jamii, niambieni nisimlisikia. Ewe ulisikia aje kisomo cha leo? Niambieni. Baba ni hiyo tumeshaingilia katika amali nyingi sana. Mtana hata mtu anawakilimu chakula, anauliza mlisikia kweli, mlisikia nyama kweli sawa sawa? Mlisikia shushu unataka katika maneno ya Abdullah. Umefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu mwingine Mwenyezi Mungu amemjalia wanafunzi, amewasomesha, amewanini, anawapitisha wanasoma mbele za watu, anaambia watu wanaikaa kimya baada ya kusoma. Utaikaje kimya? Bwana mlisikia? Unaona aje Sheikh? Unaona aje wa vijana? Mmesikia? Mambo yao ndio masomo yetu, tunawaambia kama tunaikaa chini tunasomesha. Mbona mnafikiri kama ni maneno? Qala nisyanu yatil amal, pale unaposahau kuona amali yako. Khalas umeshaifanya, imeandikwa kwa Allah, wewe sahau. Utegemea Mwenyezi Mungu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kila saa unataka tuone amali yako, kila saa tukusifu kuna kwa amali yako. Qala waqtida'u thawabi al-a'mali fi al-akhirah, kutegemea thawabu za amali wapi? Akhirah. Kutegemea thawabu za amali akhirah. Pana kuikao kunatafuta thawabu za amali yako hapa. Kuna mwalimu anaosomesha watu Qur'ani, anawafuata. Wewe tangu ushapata zawadi za misabaka, ushaniona kitu gani mimi? Mungu wanafunzi wa kadha wa kadha. Sisi walimu wetu kwa tunawaona toka inakuwa ni shida na shida. Na wanakuwa wanafunzi ule mwalimu bwana acha tumkwepe. Na kadhalika na hivyo. Shida kabisa. Ulipata aje? Ulitoka aje? Kadha wa kadha. Yani iqtidau, kama sema Sheikh, katika dalili za ikhlas wewe kutegemea ujira wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unamtafutia nini mwanafunzi mzawadi yake? Wazi, unamtafutia nini kadha wa kadha? Wewe unaenda Warabuni, unaona nilikuwa mwalimu wako zamani, ushanisahau, unaenda Warabuni asipati kitu, sipata hata kanzu. Vijana mmeshakuwa na roho ngumu. Anakula hadha maafish. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba ikhlas mdogo kwetu. Fahamtum ya ikhwani? Walidhalika qala iqtida'u thawabi al-a'mali fi al-akhirah, kutarajia thawabu za amali yako akhirah. Acha kuomba waja wa Allah, Mwenyezi Mungu fadhila zake zinakutosha na ndio mwenye kulipa vizuri. Wa 'an al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu qala, na kutoka kwa Fudayl ibn Iyad Mwenyezi Mungu amridhie, alisema tarku al-amali li ajli an-nas shirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Kwenye nusakho ni hivyo kwenye nusakho tarku al-a'mali li ajli an-nas riya'un wal 'amalu li ajli an-nas shirkun. Hii nusakho iko na shirk na mushkila kidogo. Idhan tarku al-'amali li ajli shuqal tarku al-'amali li ajli an-nas riya'un. Naam, kuacha amali yoyote kwa ajili ya watu ni kujionesha. Kuna mtu anaacha amali fulani alikuwa anaifanya juu watu kwa ajili ya watu, hawamsifu, hawamsemi vizuri, inakuwa ni riya, kujionesha. Wazi, au anaacha kitu kibaya juu watu wako wanamuona. Wazi, lakini kama watu wasingelimuona angelikifanya hicho kitu kibaya, hiyo ni riya. Wal amalu li ajli an-nas shirkun, na kufanya amal kwa sababu watu wakuseme na wakuone na wakusifu pia ni shirki. Yote mbili ni khatir. Qala wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ikhlas ni pale Mwenyezi Mungu amekuponesha na maradhi yote matatu. Kuacha mambo mabaya eti watu wanakuona, na kufanya mambo mazuri kwa ajili watu wakusifu. Hiyo yote ni vibaya. Ikhlas ni pale Mwenyezi Mungu anakuepusha na hayo maradhi na maradhi. Wa an Sahl at-Tasturi rahimahullahu ta'ala qala nadhara al-Akyas fi tafsir al-ikhlas. Anasema Imam at-Tusturi, Sahl at-Tusturi, kwamba anasema nadhara al-Akyas al-uqala jam'u kayyis, waliangalia watu wenye wako na akili tafsiri ya ikhlas, falam yajidu ghayra hadha, hawakupata kinyume na hii, an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirri wa alaniyatihi lillahi wahdahu la yumazijuhu shay'un la nafsun wala hawa wala dunya. Anasema ni pale mtu anapofanya amali ikawa kutingishika kwake au kutulia kwake, ikiwa ni kwa siri au ni kwa wazi, vyote ni kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Huko kufanya kwake hiyo amali kwa ajili ya Allah, si hakuchangani na kitu kingine,
hakuna kitu kingine mnafsi kinachangana na hiyo nia, wala hakuna matamanivu mengine yanachangana na hiyo nia, wala hakuna jambo lolote lile katika dunia linachangana na hiyo nia. Hiyo ikhlas. Wa ani Sari radiyallahu ta'ala anhu qala la ta'mal lin-nasi shay'an, usifanye jambo lolote lile kwa ajili ya watu, wala tatruk lahum shay'an, na usiache jambo lolote lile kwa ajili ya kuokopa watu, wala tu'ti lahum shay'an wala takshif lahum shay'an, wala usiwapi kitu chochote kile kwa kutaka ya kwao, wala usiwafungulii ukawadhihirishia jambo lolote lile kwa kutaka radhi zao. Wa an al-Qushairi qala afdalu as-sidq istiwa'u as-sirri wal-alaniya, na kutoka kwa Qushairi anasema ukweli wa mja na Mola wake ni pale siri yake na undani wake vyote vinakuwa viwili ni nini? Ni sawa sawa. Wa an al-Harith al-Muhasibi, na kutoka kwa Harith al-Muhasibi rahimahullah qala, Allah mrehemu, alisema as-sadiq huwa alladhi la yubali, mtu mkweli pamoja na Mwenyezi Mungu, yani mtu mwenye anafanya ukweli pamoja na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye hajali, walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubi al-khalaiq min ajli salahi qalbi, hata kama ataanguka mbele za watu katika kuisuluhisha nafsi yake. Huyu jamaa hajali, midamu yeye anaitengeneza nafsi yake na anaipendezeshia nafsi yake, hata kama ataonekana mbele ya watu ameanguka chini na ameporomoka, hatujali yeye. Wala yuhibbu ittila'a an-nasi ala mathaqili adh-dharri min husni 'amalihi, na mtu mkweli na Mwenyezi Mungu ni yule ambaye hataki watu wayajue mazito sawasawa na mdudu chungu, hata katika kadogo katika wema wake, katika taa yake. Mtu mcha Mungu yule ambaye hataki wafanye nini? Watu wakajue. Lakini leo mtu anataka akiswali swala tano watu wote wajue swala tamsha, na mtu akisoma hivi lazima watu wajue, na mtu akiwa na elimu hivi lazima watu wajue, na mtu akitoa sadaka hivi mtu ajue. Unaona pale msikitini kadha wa kadha, mimi nimefanya kadha wa kadha, unamwona yule fulani mimi nimemsaidia mpaka kisa nilivyokuwa, alikuja amechakarika. Haya maneno ambayo tunayasikia kwa watu, anasema watu ni wako ikhlas na sidq kwa Allah, nafsi zao huwa zinaumia kuona watu wanajua hata mdudu chungu katika amali zao. Wala yakrahu ittila'a an-nasi 'ala as-sayyi min 'amalihi, na mtu mkweli na Allah ni yule ambaye hachukii watu wakigundua matendo yake yaliyokuwa maovu, maasi yake, hachukii watu wakiyagundua. Yeye anamwangalia Allah na anafikiria namna atasuluhisha hali yake na Allah, lakini watu waangalie maasi yake wasiangalie abimjali ajali. Fa inna karahatahu lidhalika dalilun ala annahu yuhibbu az-ziyadata 'indahu wa laysa hadha min akhlaqi as-siddiqin, kwa kuwa mtu akiwa hapendi watu waone maovu yake ni dalili ya kuonesha kwamba anapenda sifa kwa hao watu, hataki aibu mbele ya hao watu, na hizo sio katika dalili wala tabia za watu ambao ni wakweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ghairihi, na kutoka kwa kinyume na huyu, idha talabta Allah ta'ala bisidqi a'taka Allah mir'atan tubsiru fiha kulla shay'in min ajaib ad-dunya wal akhirah. Ukimtafuta Allah kwa ukweli, baadhi ya wanazuoni walisema hivi, ukimtafuta Allah kwa ukweli katika roho yako, Mwenyezi Mungu atakufikisha daraja ya nafasi, anakupa kioo, katika hicho kioo utaona ndani yake kila kitu katika maajabu ya dunia na akhira. Yani watu wenye wako na ikhlas katika kumwabudu Allah na ni wa kweli na Allah, kuna mambo Mwenyezi Mungu anayaonesha, sio kila mtu anayaona, katika maajabu yanayotokea duniani na akhira. Yanatokea mambo anasema subhanallah, hili jambo kweli ni hivyo, kiasi kwamba kikuelezea kisa unasema ni kweli amemtokea huyu mtu, na inawezekana. Wadhalika Mwenyezi Mungu katika hali nzito anawanusuru mawali wake, vipenzi wake ambao ni wakweli pamoja naye. Wazi idha aya yote ni kwa sababu wale jamaa wamefikia katika daraja ukweli na Mwenyezi Mungu, daraja iliyokuwa kubwa. Qala wa aqawilu salafi, na maneno ya watu wema waliotutangulia, fi hadha kathiratu, katika huyu mlango wa kuisuluhisha nafsi na kufanya ikhlas kwa ajili ya Allah ni maneno mengi. Asharna ila hadhihi al-ahrufi minha tanbihan ala al-matlub, tumeashiria haya tu madogo kwa ajili ya kuzindua katika yale ambayo tunayohitajia. Waqad dhakartu jumalan min dhalika ma'a sharhiha, na nilitaja mengi katika hayo pamoja na sharhi yake, fi awwal sharh al-muhadhab, katika kitabu changu cha sharh al-muhadhab. Imam iko na kitabu al-majmu' sharh al-muhadhab. Al-muhadhab ni kitabu kikubwa kwenye madhhabu Shafi'i. Imam an-Nawawi alikisharehesha hichi kitabu katika kitabu Majmu'. Anasema katika kusharehesha muhadhab, mwanzo nilianzisha aya maneno ambayo yanazungumzia ikhlas, wa dhamamtu ilaiha min adab al-alim
na nikakusanya pamoja na hayo maneno jumla katika adabu za mwanachuoni, wal mutaallim, na mwenye kujifunza elimu, wal faqih, na mwenye kutaka kuisoma fiqh, wal mutafaqih, na mwenye kujifunza, ma la yastaghni anhu talibul ilmi, nimekusanya mambo ambayo mwanafunzi mwenye kuitafuta elimu hawezi kusema kwamba hana shida nayo. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi. Insha Allah mara kuja tutaanza fasli ya kufuata, kwa sababu muda wa swala umesogelea umeenea. Lakini Imam leo ametushtua kitu kikubwa sana, ikhlas. Lazima sio tutende tujirejee katika haya, hasa kwa wale ambao wanaisoma Qur'ani na kuifundisha Qur'ani, kwa sababu shaitani anawachezea sana katika huyu mlango sana, ima kwa kuonesha watu jinsi wanavyowasifu au watu wanavyowapenda, au labda makasibi ya dunia, manufaa ya dunia yanapatikana katika huu mlango, katika misabakat, katika vitu tofauti tofauti. Ikiwa ni imamu anawaswalisha watu, anapatia kwa makasibi, na shetani anakuja na kuchezea, kwa ndio mtu wa Qur'an, ndio imamu na kadhalika. Na hivyo lazima istihdari ikhlas na kumweka Allah jalla jalaluhu mbele na kumuomba msaada, yeye pekee yake ndio muweza wa hayo.